maji hapa kutoka Uvira. Unaona kuko bato au mabots, mapiroge motorisé zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Nisema asante tena mpenzi mtazamaji wa Global Vap TV. Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Katika mwezi huu wa kwanza tarehe 11 mwaka wa 2026 ambako majenerali wa wazalendo wameweza kutoa onyo kali kuhusu boti zinazotoka Uvira na kuja maeneo ya mjini Baraka na kwenda pia mjini Kalemi, ambao ni mji wa Uvira umetekwa na waasi wa M23. Wazalendo hao akiwemo wa Obulamwina Dalto, msemaji wa kundi la NPCC linaloongozwa na William Amuri Yakutumba, ameweza kutoa onyo kali kuhusiana na wale ambao wanaojitolea kuleta boti za wakimbizi pamoja na raia ambao wanaopatikana katika maeneo yametekwa na waasi wa M23 huko maeneo ya Uvira, kuweza kuleta watu wao katika mji wa Baraka pamoja na mji wa Kalemi, huku ikisemekana ya kwamba hawawezi kuruhusu hayo mambo kuweza kuja, kwa sababu wanaweza kuingiza waasi wa M23 katika miji ambayo haijatekwa bado na waasi wao wa M23, huku kiongozi huyu wa Obulamwina Dalto akimjibizana akiweza kupe maneno yake kwa kiongozi anayejiita Sambo Seni, ambaye anasimama kwa upande wa M23 na kumuonyesha ukweli wote kuhusu siasa inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhusu vita hivi ambavyo vinavyoendelea kuzuka katika maeneo hayo, hususan katika maeneo ya Uvira ambako wanapambania sasa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, na mengine mengi zaidi nitakwenda kukujuza katika habari nyingine ambazo tutazipata kwa ajili ya kukujuza habari zinazoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu ya Global Vap TV, naomba upate kubonyeza alama ya subscribe kisha utagonga alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu. Na pia kama unapatikana nje ya nchi, naomba upate kuweka comment ya emoji ya bendera ya mahali ambako unakupatikana, ili tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa katika nchi gani. Mimi ni mtangazaji wako naitwa Jacob Daniel Pascal, na kutangazia ndani ya Global Vap TV. Naomba ujiunge nasi tena katika kipindi kingine ambacho kitakachokujia muda sio punde. Maji hapa kutoka Uvira. Unaona kuko bato au mabots, mapiroge motorisé zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko. Au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Na ndio maana tunaambia raia ya Uvira hivi, wale wa armateri wa maboti wa mabato wenye wako Uvira na wenye wako Baraka na wenye wako Karamba, wenye wako Mpreskili ya Ubwari, tunawaambia kama maji hakuna boti wala bato yenye tenda Uvira, na hakuna boti wala bato yenye tatoka Uvira kwenda Baraka. Maji tunaifunga kabisa. Sababu tunafunga kwa sababu ya usalama. Kwa sababu ya usalama. Boti itatoka Uvira, ni raia ndio bien sûr, lakini atuhakikishe ya kwamba eske ni raia. Ile ni kitu cha kwanza. Cha pili, hatuna uhakika wa usalama. Atanyanganywa mumaji au utajua kama ni M23 au ni wazalendo au ni wanani wamefanya kitu kibaya. Na ndio maana kwa hii wakati tunakataa kwanza movement ya mumaji ya kutoka Uvira au kwenda Uvira. Tunaikataa kabisa, ni kusema tunahofia usalama. Na mtu ambaye tutamshika kwa hii wakati, ambaye anatoka Baraka, anatoka Karamba, anatoka wapi, anaenda Uvira, mwingi tutamshika, boti yake tutaichukua, itakuwa na kazi ya kupeleka maaskari mafasi ambazo zitakuwa zinahitajika. Tutashusha watu wanafungwa, na boti tunaichukua au bato tunaichukua, inakuwa na kazi tu ya kutumika kazi ya serikali. Na waza watu wananisikia, watu wa Uvira wananisikia, watu wa Baraka kupitia media wananisikia, na watu wa Kongomani wetu wananisikia. Watu wasilaumu. Hiyo hatua itaanza tangu siku gani? Hii hatua inaanza tangu sasa hivi. Hatua imeanza tangu sasa hivi. Tulikuwa tuko tulifanya, lakini hatulikuwa hatua biofficialize. Ni wakati mimi kama vile msemaji wa wazalendo msitifu ninabisema, ina maana ya kwamba ni order ambayo inatoka ngazi za juu. Tumekataa kabisa boti kutoka Uvira, bato kutoka Uvira kwenda maeneo ambazo sisi tunakonta. Tarehe make
ukisema leo ambapo tufuata kesho tutafikiri tukisema leo hapa tuko ni tarehe hapa tuko saa moja na minute 14 hapa tuko siku ya 6 yaani samedi le 10 janvier 2026 ndio leo. Nando hapo kabisa. Nando hapo tunakomea hapa. Tunasema ya kwamba tunakaza, tunasulinye. Tunasema hakuna bato itatoka Uvira iende Baraka. Au kutoka Baraka kwenda Uvira. Au kutoka Uvira kwenda Presqu'île ya Ubwari au kwenda Kalemi. Tunakataa. Au kutoka Kalemi kwenda Uvira. Tumepiga marefuku. Nawaza mko mnaona mare yetu. Hiyo mare yetu hivyo sasa hivi wako wanaweka mazutu ndani ya mashini zao waanze doria. Wasione kabisa chombo kinatoka huku kinaenda huku na kinatoka huku kinaenda huku. Wakati kuambia watu ya kwamba si wazalendo hawataweza kitu. Lakini Asambao Hussein anasahabu ya kwamba mbele alitukana Kagame. Anatukana Kagame jana na leo anakuwa rafiki wa Kagame. Kitu cha kwanza ninaweza kuambia ndugu yetu Asambao Hussein kupitia nyinyi media ya kwamba Asambao Hussein anacheza na kisu na Asambao Hussein hayamjua Kagame vizuri. Wakati alimtukana Kagame, hizo jiona zile video ziko. Na ni shida ambayo Asambao Hussein ataipata kesho. Simutakie mabaya, lakini siasa sio hivyo ambavyo Asambao Hussein anapenda kusema. Na ni mmoja wapo ambao wako na dekuraje wazalendo, lakini mimi nawaza upande wangu na upande wa wazalendo ndani ya Sud Kivu hakuna mtu mwenye anaweza akatudekuraje tusifanye kazi. Siasa yao watafanya siasa yao, lakini wanafanya ile siasa si kwa faida ya Wakongomani, ni kwa faida ya Rwanda. Mtu anaweza kapate kazi, anaweza kampatie kazi kidogo, lakini ni faida ya Rwanda, njoo hii movement, njoo hii